Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, leo nimekuja rasmi kuwatangazia kwamba dua yetu ile ya kufunga mwaka tutakwenda kuifanya siku ya Ijumaa. Nafikiri itakuwa baada ya swala al-maghribi. Ndio watu wengi maombi yao wameomba hivyo. Hii ni ya nini? Sisi Waislamu mwaka wetu wa Kiislamu unaanza mwezi Muharram, ndio kwa mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Huu tuliokuwa nao Dhulhijja, huu ni mwezi wa 12 wa Kiislamu. Kwa tunaumaliza mwaka biidhnillah taala. Mara nyingi tunakuwa na dua maalum kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumaliza mwaka, lakini pili kuanza mwaka mwingine ambao unaofuata. Na tumekusudia katika dua hii kufanya sadaka ya kichinjo katika ndani ya dua hii. Tutafanya mchinjo mnyama katika dua hii. Na kuchinja kuna thamani kubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia katika kisa cha Nabii Musa alayhi salam katika Bani Israeli. Pana bwana mmoja alikuwa na watoto wake wawili, lakini si wa kuwazaa, walikuwa ni watoto wa ndugu yake. Huyu bwana alikuwa hana watoto. Alikuwa na mali nyingi sana. Wale watoto wakamuoa yule mzee ili warithi mali kwa yule baba. Baada ya kumuoa wakamweka katika mitaa Bani Israeli, alafu akawa wanapita kusema nani kamuoa baba yetu. Habari zikamfikia Nabii Musa. Nabii Musa akaenda kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akamwambia waamrishe wachinje ng'ombe. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu al-baqara, kama kilivyoelezwa kisa hiki katika surati al-Baqara. Wale jamaa wakashangaa, tunakwambia habari ya mtu kafa, tuambia habari ya ng'ombe wewe? Kama Mungu ametuamrisha tuchinje ng'ombe. Wakaulizia sifa zake zikoje, namna gani. Kweli wakachinja, na kwa maelekezo akaambiwa kishachinja basi sehemu ya ule mnyama apigiwe yule maiti aliyekufa, kama iwe mkia kama nini. Wakafanya hivyo, ile sehemu ya mnyama akapigwa yule maiti akafufuka kawa hai, na baada hapo yule maiti akamtaja yule ambaye alimuua. Maana yake nini hapa? Yaani kumbe kwenye kichinjo cha mnyama kwenda kuvumbua mambo ambayo kwamba wewe ulikuwa yajui, basi yanavumbuka kwa ajili ya kuchinja mnyama. Kuna siri kubwa sana katika ibada hii ya kuchinja, ila watu wengi hawajui, wanawafahamu. Ndio dua tutakwenda kuifanya siku ya Ijumaa mwezi 24, ndani yake itakuwa na kichinjo. Kwa mtu ambaye alikuwa na maradhi, kwa mtu ambaye ana majanga, kwa mtu ambaye ana mambo yake magumu, tutakwenda kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia mnyama huyu, basi Allah akavumbue yale ambayo magumu, Allah akatoe katika yale ambayo kwamba sisi hatuyafahamu, Allah aende akayatoe kupitia mnyama ambaye kwamba atakwenda kuchinjwa katika dua hiyo. Dua hii ndugu yangu anayependa kushiriki atatuma meseji yake au kupiga namba hizi, atapewa utaratibu wa kujiunga katika dua hiyo. Namba ni 0788905151 na 0793052052. Atapewa utaratibu namna gani atajiunga katika dua hiyo. Hii dua inabeba watu 50 na mpaka leo tuna watu 41. Ina maana wamesalia watu 9 kutimiza watu 50. Atapo baba kujiunga dua hii, basi atalazimika atume majina familia nzima kama yuko mbali na Tanzania. Na kama atakuwa amejiunga mama, basi ataweka na majina familia nzima katika dua hii. Hii ni dua ya familia, inakwenda kufanyika siku ya Ijumaa. Ni muhimu sana. Angalia kwenye kuchinja Mungu anatoa ufumbuzi wa matatizo. Lakini angalia Nabii Ismaili alayhi salam. Ismaili baada ya kuzaliwa Ibrahim miaka mingi alikuwa hana mtoto. Allah akamuotesha Ibrahimu anamchinja mwanawe. Inni ara fil manami anni azbauka, mimi nimeona mwanangu kwenye ndoto na kuchinja. Lakini mwanawe akamwambia ya abat if'alu ma tumar, baba fanya uloamrishwa. Ibrahim akamchukua mwanawe kwa haraka na ikata kisa hiki, akaenda sehemu ya kumchinja mwanawe. Tayari amenoa kisu kizuri. Kabla hajamchinja, Jibril alayhi salam anateremka na mnyama kondoo, anamtoa fidia. Badala ya kumchinja Ismaili anachinja nani? Kondoo. Ndugu yangu, nyinyi mshawahi kuona baadhi ya matajiri wenye mabasi hawa, matajiri wenye masheri hawa, wenye maduka makubwa, utakuta wanafanya sana vichinjo. Wale utakuta watu wasema hawa wanafanya makafara. Sio kafara. Kwenye kichinjo ndugu yangu katika imani kuna siri kubwa sana ndani yake mjificha. Ibrahimu alayhi salamu anamwacha Ismaili, badala yake anakwenda kumchinja kondoo kama fidia kwa nani? Kwa Ismaili, kikomboleo kwa Ismaili alayhi salamu. Ndugu yangu, hii ni dua muhimu sana. Nikuombe kama bado hujajiunga dua hii, malizia katika nafasi 9 hizi inshallah, na dua hii tutakwenda live kupitia hapa kwenye YouTube yetu. Wanaoishi nje ya nchi usio na wasiwasi, nitawaomba wawe live siku hiyo. Nitawatajia ni muda. Tutakwenda baada ya salati al-maghrib. Tutakwenda baada ya salati al-maghrib ndio tutakwenda katika live yetu hiyo siku ya Ijumaa. Kadhalika wale wanaoishi Dar es Salaam mnaweza mkaja kushiriki moja kwa moja
tutaifanya dua hii pale Pogu kwa Mustafa, ndipo tutapoifanya dua hii baada ya salati al-maghrib. Wanaoishi mikoani na sehemu zingine watakwenda live kupitia katika mtandao wetu hapa wa YouTube. Inshallah, baada ya kusema hiyo, niwakaribishe wanataka kujiunga, basi wapige namba hizo waende wakapewa taratibu wa kujiunga katika dua hiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.